Penda Bwana Yesu, tunakutukuza, tunakupa sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Haleluya, mashihalabus. Oh, Bwana tunakupenda, nakuabudu Bwana. Nakuabudu Yesu. Asante, tunakupenda Bwana, tunakutukuza maana wewe ni mwema. Asante kwa asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa sababu wewe ni Mungu usiyebadilika. Wewe ni Mungu mwema. Wewe ni Mungu wa ajabu aliyetupa kuamka vyema siku ya leo. Asante kwa kila anyenisikia. Asante Bwana kwa watu wako manyumbani. Asante Bwana kutupa uzima, usingizi mzuri na kuamka salama siku ya leo. Tunakiri jina la Yesu siku ya leo, tunakiri nguvu zako, tunakiri neno lako, tunakiri Bwana uwezo wako, tunakiri wokovu wa Bwana, tunakiri neno lako siku ya leo katika jina la Yesu. Tunakiri Bwana wetu Yesu Kristo, tunamkiri kwa vinywa vyetu, tunakiri Yesu, tunakuabudu Bwana, tunakupa wewe maisha yetu, tunakujisalimisha kwako. Asante asubuhi ya leo Bwana, wewe nasi utubariki Bwana kwa neno lako siku ya leo. Njoo Bwana utusaidie. Njoo Yesu. Asante katika jina la Yesu Kristo ale Bwana wetu tumeomba. Amen. Basi ni asante, Bwana asifiwe. Habari za asubuhi. Asante kwa sababu ya kuungana pamoja nami asubuhi ya leo, wiki ikianza. Tunamshukuru Mungu kwa kila mmoja wetu ambaye ameweza kuunganika nasi katika platform hii. Wenu Reverend Kazungu, Redeemed Gospel Church Miritini Mombasa. Na tuko hapa tunamshukuru Bwana. Asubuhi ya leo naomba katika kuongea kwetu juma hili niweze kuongea, ni ya msingi sana watu wakaweze pia kujua mafundisho letu ambalo tunafundisha na kile tunachoamini kuhusiana na kuja kwa Yesu. Na mimi nataka katika muda wa siku zilizo mbele niweze kuongea kuhusiana na kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo, the second coming of our Lord Jesus Christ. Niongee ili uweze kujua ukitufuata sisi ni watu wa misingi gani, kwa sababu ni vizuri kutuchunguza ukaweza kuelewa. Marafiki wale wanatuangalia, wanatufuata kutoka mahali popote mlipo, muweze kujua fundisho letu na imani yetu imetia nanga wapi katika fundisho hili la kuja kwake kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la kuweza kuelewa na kuamini kule kuja kwa pili kwa Yesu Kristo ni hakika, kwa sababu maandiko yamesema hivyo, na kama maandiko yamesema hivyo, basi bila shaka Yesu anarudi. Yesu kila alichoongea yeye mwenyewe kuhusiana kuja kwake, aliongea jambo katika Mathayo 24 mstari wa 36. Mathayo 24:36 alisema, walakini habari za siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Akasema katika kuja kwake Yesu Kristo anaongea mwenyewe. Akasema hakuna aijuaye siku ile. Akasema hata malaika mbinguni haijui. Akasema hata yeye mwenyewe mwana haijui. Akasema ni Baba peke yake anayejua kuja kwake. Hivyo ni muhimu kuweza kuelewa katika kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Alikusema mwenyewe siku ile hakuna anayejua, hata yeye hajui, malaika hawajui, ila aliongea kitu akasema ninakuja upesi, nakuja kama mwizi. Kwa hivyo Yesu anakuja upesi. Maandiko anasema katika kufumba na kufumbua Yesu atarudi. So ni kwa haraka Yesu atarudi dunia hii. Na huo ni msingi wa kuweza kuelewa, kwa sababu pia maandiko wa Thesalonike wa pili 3:11, wa Thesalonike wa pili 3:11 na 13 anasema hivi, basi Mungu mwenyewe Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo atuongoze njia yetu tufike kwenu.
Bwana atuongoze na kuwazidisha katika upendo, ninyi kwa ninyi na kwa watu wote, kama vile sisi nasi tulivyo kwenu, apate kuifanya imara mioyo yenu iwe bila lawama katika utakatifu mbele za Mungu Baba yetu, wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu, pamoja na watakatifu wote na watakatifu wake wote. Kwa hivyo tunaona hapa anasema, Paulo anaongea na kuandika kwa Thesalonike, anasema tunakuja, lakini pia tunawaombea kwamba mioyo yenu ifanywe imara iwe bila lawama katika kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema pamoja na watakatifu wake wote. Kwa hivyo anakuja na watakatifu, anakuja na jeshi la mbinguni, na mwaliko kutoka mbinguni. Anapokuja mawinguni, parapanda ikilia, tutamlaki pale. Anakuja pamoja na mwaliko wa mbinguni. So ni msingi kuweza kuelewa jambo hili ya kwamba ni kweli Yesu anarudi, Yesu atarudi, lakini watu wasitudanganye kusema Yesu atarudi siku fulani. Watu wasitudanganye. Huo ndio msimamo, na hicho ndio kitu ambacho tunaamini. Tusidanganywe kule nje, tukadanganywa kuambiwa anakuja. Walisema 2000, juzi walisema April, hii zote. Na ikifikia ile siku mtu anatafuta neno lingine la kuongea, kujinasua katika uongo ambao aliuongea. Na waongo tunawajua, waongee ukweli huu, wasiruke ya kwamba Yesu alisema kuja kwake hata saa wala siku hajui, malaika hawajui. Akasema ni Baba peke yake, ni Baba peke yake. Tunaachwa na nini sisi? Tunaachwa na kuwa tayari, tunaachwa na kuwa tayari kila wakati, kwa sababu tunajua Bwana wetu Yesu Kristo anakuja. Na mtu aseme amen. Tunaachwa, ni lazima basi tuhakikishe ya kwamba ama inatuathiri vipi. Pengine niseme kule kuja kwa Yesu kwetu sisi kuna tuathiri namna gani? Ni kitu gani tunapaswa kufanya? Jambo la kwanza, tunapaswa kuwa tayari na kuhakikisha ya kwamba tuko tayari. Akija tena tutaenda pamoja naye. Utayari wetu ni utayari wa kumwamini yeye, ili tuweze kuzaliwa mara ya pili, tuweze kusamehewa dhambi zetu, tuweze kumwamini na aweze kutupa uzima wake na kutuhesabia haki, ili majina yetu yaandikwe katika kitabu cha uzima, na sisi tuweze kuokoka, tukaweze kufanya mambo ambayo na kuishi maisha ambayo yanampendeza yeye, na sio kuokoka tu peke yake, lakini tusamehewe, tuweze kuokoka, tuhesabiwe haki, alafu tuishi maisha ambayo yanampendeza yeye. Na kule kuja kwake, basi tukiweza kufanya hivyo na kuwa na matumaini ya kwamba Yesu atakuja tena, basi ni jambo la kwanza tunapaswa kulifanya, hata tukijua Yesu atakuja tena. Pili, tukijua ya kwamba Yesu anarudi tena, basi sisi tutaharakisha kuja kwake. Tutaharakisha kuja kwake kwa sababu alisema katika hiyo Mathayo 24 mstari ule wa 14 kwamba injili hii ya ufalme itahubiriwa kote kote katika dunia kama ishara na mwisho uje. Kwa hivyo kuharakisha ambako na kuongea ni kwa njia ya kuihubiri injili na kuambia watu habari za Yesu. Maana tukishawaambia, Bwana anasema ishara itahubiriwa injili kama ishara, alafu mwisho utaweza kufika. So ni msingi kuweza kuelewa kule kuja kwa Yesu kuna tuathiri namna gani, ni kitu gani tunapaswa kufanya. Jambo la kwanza, tunapaswa kujiandaa na kuwa tayari. Pili, nasema tunahitaji kuharakisha kuja kwake kwa njia ya kuihubiri injili. Mtu aseme amen. Tuharakishe kuhubiria kwa Mathayo 24 mstari ule wake wa 14. Na pia wakati tunangojea kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ni msingi kwamba tungojee tukiwa si wavivu, tungojee tukiwa imara, tusingojee tukiwa sisi ni wavivu wa kuomba, wavivu wa kuishi maisha matakatifu, wavivu wa kumtumikia Mungu.
Na hata kama tunamngojea Bwana, tumngojee Bwana tukiwa safi, tumngojee Bwana tukiwa tunaishi bila lawama, tumngojee Bwana mioyo yetu ikiimarishwa, tumngojee Bwana tukiwa tunamngojea tukiwa safi kabisa katika kumsubiri na kumngojea Bwana wetu Yesu Kristo. Na jambo hili la kumngojea Bwana na kuja kwake kwa mara ya pili kwatajwa mara nyingi, zaidi ya mara 300 kunatajwa katika Biblia. Inataja zaidi ya mara 300 katika Agano Jipya. Kwa hivyo jambo ambalo litaongewa kwa mara nyingi namna hiyo, unajua tu bila shaka ni jambo leo na umuhimu. Hiyo jambo lile ambalo lina maana nyingi sana. Ndugu zangu, na wasihi tuwe tayari, na wasihi tuihubiri Injili, na wasihi tusichoke katika kungojea. Kila wakati taa zetu ziweze kuwa na mafuta, tuweze kuwa na mafuta katika taa zetu, na tuweze kumngojea Bwana tukiwa imara, tukiwa tayari, na tena tukiwa tayari kuifanya kazi ya Bwana. Na mimi nataka kufikia hapo asubuhi ya leo katika kuangalia fundisho hili. Najaribu kufanya utangulizi, alafu baadaye tutaweza kuendelea mbele. Bwana aweze kubariki hata ukiyapata hayo na kuweza kuyatafuna na kuweza kuruhusu mambo haya yaweze kuchukua nafasi maishani mwako, ili wewe mwenyewe ukaweze kumngojea Bwana na shauku kubwa kabisa. Kama kuna jambo linakupa hofu na wasiwasi katika kungojea, unaona Yesu akili hautaenda, maandiko yanasema ya kwamba hawako tena katika hukumu wale walioko katika Kristo Yesu. Hawako tena katika hukumu wale wasioenenda katika mwili, wale wasioenenda katika mwili bali katika roho. Wanaoenenda katika roho hawako tena katika hukumu. So ni muhimu kuweza kuelewa kama umeokoka, unahukumika, kuna mahali kuna dhambi. Ni ya msingi kumwendea na kumwambia Bwana, unisamehe, nitakase. Usiishi maisha ya kutenda dhambi, usiishi maisha ya kukaa na kuishi kwa dhambi. Akiziungama, anasema mkiziungama dhambi zenu, mimi ni mwaminifu na ni wa haki, naweza kuwasamehe kutokana na udhalimu wenu. Tuwe safi, maana heri wenye mioyo safi. Mathayo 5:8, maana hao watamwona Mungu. Tuwe safi marafiki, tujibidishe, kwa sababu Yesu bila shaka anarudi. Tuwe tayari wakati wowote, hata akikosa kurudi kwa dakika ambayo inakuja, tuko tayari. Akikosa kurudi kwa dakika inayokuja, maana tunajitayarisha kwa ajili dakika inayokuja, akija tuende. Na pia tunajiandaa na kuwa na mipangilio, planning, tukijipanga kwa ajili ya kuifanya kazi yake, ili akichelewa tutakuwa tunaifanya kazi ya Bwana. Nikuombee rafiki yangu pale nyumbani, asubuhi ya leo ukitoka, Bwana akubariki. Asubuhi ya leo ukitoka, utoke ukiwa safi. Utoke na ujasiri wa kujua nimesamehewa. Utoke kwa na jasiri parapanda ikilio ukiwa huko nje. Uende kwa Yesu kamlaki mawinguni. Kusiwe na hofu yoyote, uoga ama wasiwasi. Bila shaka akikusamehe, anakusamehe kabisa, na zitenga dhambi zako kutoka mashariki ilivyo mbali magharibi. Inamisha uso wako tuombe nawe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kutupa nafasi ya kuweza kulisikia neno lako asubuhi ya leo. Naombea wasikilizaji na watazamaji wangu, Bwana, natamka baraka ya Mungu juu ya maisha yao. Siku ya leo naomba hofu, naomba wasiwasi ambao hushika wale wanaokuamini Bwana. Naomba Bwana, wale waliozama katika njia ya uovu, mkono wako kuweze kuwa juu yao. Ukumbuke rehema. Kumbuke Bwana rehema zako, kawasamehe, kawaokoe, kawasaidie, watakase, na zaidi ukawajaze na nguvu, wakaweze kuishi maisha ya ushindi, maisha masafi. Katika jina la Yesu Kristo natamkia baraka juu ya watu wako na wote walionisikia asubuhi ya leo. Baraka ya Mungu ikaweze kuwa juu yao. Kanisa liimarishwe katika kweli. Kanisa lijazwe na roho wako na nguvu, ili likabaki katika ushindi, likabaki likiishi likupendeza wewe na kuifanya kazi yako. Bariki kanisa na watu wako wakitoka asubuhi ya leo. Walinde Bwana. Bwana, wape nguvu za kufaulu hata wakiwa nje. Maisha yao ya kiroho yabarikiwe. Tangia sasa jamii zibarikiwe. Mombasa ibarikiwe. Bwana, Miritini ibarikiwe. Bwana, nauliza Kenya ibarikiwe, na kanisa ibarikiwe. Kawalinde watu wako wakitoka. Taifa hili libarikiwe na viongozi wake wabarikiwe.
Asante Bwana, tunakushukuru. Tunapoendelea vipindi hivi Bwana, naomba uvifungulie mlango kama vile Paulo alivyosema, mlango uko wazi mbele yao. Naomba kuna mlango watu wengi wakaweze kufikia kwa neno hili na waweze kuwa tayari, ili ukirudi tena Bwana tukaweze kwenda tuweze kukulaki mawinguni. Na wabariki wasikilizaji wangu mahali popote walipo katika Kenya, hii taifa hili na East Africa na mahali popote katika dunia. Wabariki Bwana. Tunapokutana kesho asubuhi mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu tumeomba na kuamini. Amen, amen. Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya kutupa muda wa kuweza kutusikiza asubuhi ya leo na kulisikia neno la Bwana. Utatufuata kupitia kwa address zetu Redeemed Gospel Church Miritini, Facebook, Twitter, handle na YouTube. Utatupata kwa RGC Miritini. The first one is full name, Redeemed Gospel Church Miritini. The other one is an abbreviation of Redeemed Gospel Church, that is RGC Miritini. Tupate hapo na Bwana ataweza kutubariki. Tutaendelea kesho asubuhi, na ukifanya hivyo Bwana atakubariki. Asante, ubarikiwe sana. Shinde salama, uwe na siku ya baraka. Amen.